Tatu muhimu. Yanga wamekuwa na nyakati ngumu kushinda mechi zao za kwanza kwenye makundi. Na kwa namna kundi lao lilivyo ilikuwa muhimu kushinda hii mechi kwa sababu hesabu za pointi 9 nyumbani zilianzia leo. FAR Rabat hawakuwa na mwanzo mzuri kwenye mchezo, waliruhusu kila aina ya nafasi dakika 15 za kwanza. Waliruhusu headers kwa kona na bado walifanya makosa binafsi yaliyotoa nafasi kwa Young Africans. Kama si uimara wa mlinda mlango wao, pengine wangepoteza kwa idadi zaidi ya hii. Matumizi ya nafasi na nusu nafasi bado yanatakiwa kufanywa kazi na Young Africans. Kwenye michuano mikubwa kama hii, ufanisi kwenye eneo la mwisho ndio unaotofautisha timu. Mudathir Yahya ni mchezaji wa mipango maalumu na hupenda kuonyesha kwenye mechi za umuhimu. Assist kutokea nusu yake ya uwanja unahitaji jini tena. Hakuwa na mchezo mzuri sana, lakini alihitaji tukio moja tu kuacha simulizi. Eneo la ulinzi kwa Young Africans ni moja kati ya nguzo kuu za Young Africans. Wataimbwa viungo na washambuliaji zaidi kwa sababu ndio asili ya mpira, lakini kwa muda mrefu sana muhimili wa Young Africans ni ulinzi. Pressure waliopokea baada ya kuwa mbele kwa bao moja haikuwa ndogo. Baka kama alikuwepo mechi zote, Jobu alikuwa mbele hatua moja kwa kila tukio. Izra, Zimbwe wametoa shift ya maana. Diara hakuwa na kazi sana, lakini kila alipohitajika alitimiza kwa usahihi majukumu yake. Pacome Zouzoua anapiga mini scope, anapiga step overs, anapiga sombrero flick, na ukija vibaya na kupiga hawks pokes. Kwake mpira ni kazi nyepesi sana. Unatakiwa kuwa mbarikiwa ili kumkaba Pacome. Huyu jamaa ni zawadi kutoka mbinguni. Kuna muda naishiwa maneno ya kumwelezea, ila wananchi mna bahati sana kumiliki kifaa kama hiki. Top player. Kwa upande wa Duke Abuya, kama roho tatu ya dunia imetawaliwa na maji, basi robo iliyobaki inatawaliwa na Duke Abuya. Duke Abuya what a player. Leo alikata mawasiliano yote ya FAR Rabat. Alipiga vigingi, tackling na interception za kutosha. Kuna muda wachezaji wa Rabat walilaumiana, ila sio kwa bahati mbaya. Duke alikata channel zote, hapa kuwepo na signal. Kiwango bora sana kutoka kwa Dube. Tuligonga glasi vijiweni na kushangilia vyema kuwa Fistoni Mayele sasa ameondoka. Na Faisali Salum Feitoto mara akaibuka. Stefan Aziz Ki na Khalid Aucho nao wakazima kisha wakaaga na kuondoka. Tukasherekea vizuri tu, ila furaha ya masitani haidumu. Na sasa rasmi tupo kwenye dunia ya Pacome Pedro Zouzoua. Unatazama picha ya mchezaji bora uwanjani, mpe mali popote, iwe tight space, iwe half space, iwe popote. He is up to deliver. Kalamu zililiita kundi la kifo, naye akasafiri hadi Zanzibar na kusema tumwache mfu akazike wafu wake. Usiku huenda yupo na kalini Simba, ila jioni ndiye mkali wa dimba. Usiku huenda yupo na official naye, halafu jioni yupo uwanjani. Mpira laini kama nainai ya Omari Nyembo wala hukinai. The true advocate of the game. You are watching greatness live and direct. Pass the ball to Pacome and simply inshallah pure artist. Bomba ya zua balaa jipya Zanzibar. Mwarabu ameteswa kabla ya kuliwa. Chance after chance. Yanga wametembeza msako wa nyani. Total dominance pale New Amani Stadium. CAF Champions League. Unacheza mechi zako kwa mahesabu. Leo Yanga walikuwa na utashi pia game management ya Pedro Goncalves. Kabla ya kufunga na baada ya kufunga bao ilikuwa super. Balaa jipya limetua kafu. Pacome Zouzoua anapiga mini scope, anapiga step overs, anapika. Yanga leo imevunja rekodi ya unbeaten ya AC FAR Rabat baada ya kuwafunga bao 1-0 msimu huu. AC FAR Rabat kabla ya unbeaten yao kuvunjwa na Young Africans walicheza mechi 12 bila kufungwa. Walishinda mechi 8 na walitoka sare mechi 4. Na hii ni Neli TV, endelea kutufuatilia, pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu.
Ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Nilikuandalia na kusomea taarifa hii mimi hizo spoti. Hadi wakati mwingine, na uwe na wakati mwema. Bye bye.